Wanafurahi, wanasema leo nimeenjoy, nimeota kabisa nazini na Yesu Mungu anakaribia kunitendea. Kukutendea umeolewa wewe, ajabu. Utendewe na watu wenye aina hii ya pepo, mara nyingi ndoa zao zina shida sana. Amen. Na wengine wamejikuta maumbile yao yanabadilishwa. Na wengine wamejikuta hawawezi kuzaa. Amen. Na wengine wamejikuta ni watu wenye migogoro kwenye ndoa zao. Kwa nini? Huwezi ukawa na waume wawili au na wake wawili na kukawa na amani. Lazima mmoja apambane kwa ajili. So, kuna siku moja nikawa katika mkutano mmoja pale Mwanza, nikaisemea hii siri. Unajua shetani huwa anaanza kushikilia watu bado wadogo. Vile ulikaa bali ya tamaa. Tamaa ni nguvu ya kike ambayo inamsukuma mwanamke kumtamani mmewe. Lakini sasa hivi wanawake wengi nao, kwa sababu ya kuolewa na mapepo kwenye ndoto, unamwona mume wako kama kaka yako, kwa sababu yule mwanaume katika ulimwengu wa roho amebeba hisia zako zote, amechukua hamu yako yote, hauna nguvu za kike mwanamke. Nataka nikwambie sahihi, haya ninayozungumza nina ujuzi nao, kwa sababu nimekomboa na wake wengi waliokuwa wamemilikiwa na hizo pepo, na ndoa zao zilikuwa na shida na matatizo yalikuwepo. Labda tu nikwambie mamie, unapooa au kuolewa, na kuoa kuolewa ni tendo sio maneno. Ni tendo sio maneno. Narudia tena, ni tendo sio maneno. Haleluya. Lazima kuwe na tendo, sio nini? Lakini kuna watu tendo wanafanya mara moja kwa wiki. Unafikiri huyo jamaa ataishije? Wewe umeolewa na tamaa yako iko sehemu shetani ameshikilia. Unategemea mume wako akae vipi unapofanya naye siku moja? Nashangaa. Alafu akioa mwingine unaanza kusema kwa nini? Kwa nini husband ameongeza mwingine? Shida ni wewe. Ndio. Shida umeolewa na mwanaume mwingine. Hauwezi kudumu vizuri katika ulimwengu wa mwili kama umeolewa na mwanaume mwingine. Lakini ameni Yesu, siku ya leo kila ndoa ya kiroho itavunjika na huyo pepo atakuachia na hamu yako itarudishwa. Haleluya. Watu wanajiuliza, ulivyokuwa mnatafutana kwenye maengo ya maembe ulikuwa na hisia kama zote. Ndio. Hizo hisia, lakini ukiziangalia sahihi haipo. Hata moja imepotea. Zote zimelogwa na wachawi, zimechukuliwa. Amen. Inatakiwa nguvu zako za kike zirudi. Amen. Uanze kumpenda mmeo na ndoa yako itadumu. Ukimnyima mumeo au mkeo, ndoa hiyo haiwezi kwenda, kwa sababu ndoa ni tendo. Hakika. Mwambie aliyeolewa, ndoa ni tendo. Ndoa ni tendo. Ndoa ni tendo. Ndoa ni tendo. Unalalamika uzai kwa sababu haufanyi. Amina. Utazaaje wewe hautendi? Kazi hapo hapo. Kuna pepo na kuzuia. Haleluya. Ni mambo ya asili, lakini yamechukua wanaume wengi. Ni mambo ya asili ndio, lakini ndio ambayo shetani amechukua watu. Watu wameolewa na pepo na ndoa zikasimama. Hiyo pepo ilipopita tu kwenye sehemu zako za asili zikabadilika. Nataka nikwambie mami, Yesu yuko hapa kutatua hiyo ishu yako. Vile utamwamini, maisha yako yataachilia. Kuna siku moja nikawa pale Katoro, nataka nikupe ushuhuda huu.